Asante na karibu tena ikiwa ni mwendelezo wa video zetu, na sasa tunatazama video 43. Tumejaribu kutazama mzunguko mrefu na kuaje, tumejaribu kutazama mzunguko mfupi na kuaje, na hatua gani za kuchukua ili kuhakikisha unaweza kuwa salama, au tumeanza kutazama sababu ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke kana mzunguko mfupi zaidi au mzunguko ambao ni mrefu zaidi. Yote ni katika kuhakikisha afya mwanamke inakuwa salama. Yote ni katika kuhakikisha mzunguko au homoni ya mwanamke inakuwa salama kabisa. Yote ni katika kuhakikisha mfumo wa uzazi wa mwanamke unakuwa salama, kwa sababu hapa ndio utafanya maamuzi ya kuweza kushika ujauzito au kuweza kuamua kuwepo ujauzito. Tunaposema kuamua, unapofahamu mwili wako, na ndipo ambapo utapata nafasi ya kuweza kushika ujauzito au kuwepo ujauzito. Lakini kama unaweza ukawa na kuchanganya, ni pale ambapo unajikuta unaweza ukashindwa kupata ujauzito kutokana na kushindwa kuelewa mzunguko wako, au kujikuta umepata ujauzito bila kutarajia. Na kwa sababu tunashauriwa tusiweze kutoa mimba, au tumekuwa tukikuwa katika maadili ya kusema usitoe mimba kwa sababu ya athari ambazo huwa zinajitokeza, unajikuta ukiendelea kulea mimba mpaka mwisho, na mwisho wa siku haukuwa na matarajio ya kuweza kushika mimba muda huo, aweza kujiandaa kiuchumi, au mwenza ambaye unaye haukuwa katika mpango nayo kuweza kuzaa mtoto, na sababu nyingine ambazo huwa zinaweza kupelekea mtu akaichukia mimba au kuikataa mimba. Sasa baada ya kutazama hivyo vitu, na leo ni darasa 43 au ni session 43 ambayo inazungumza, je, mimba ambayo isiyokuja kila mwezi huwa kuna changamoto, au mwanamke akipitisha mwezi mmoja bila kuwa na hedhi ni changamoto, au kuona damu sasa ambayo tunazungumzia hedhi. Kukosa hedhi mara moja kwa mwezi ni kawaida, aidha miezi miwili ni kawaida, lazima kwanza ushtuke, lakini ndani ya mwezi mmoja wa mwanzoni huwa ni kawaida. Huwa na sababu ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke akapata changamoto ya kukosa hedhi. Na sababu ya kwanza ni stress ambazo mwanamke atakuwa nazo. Aidha sababu ya pili, unaenda kupitiliza au uzito mkubwa, na sababu ya tatu uzito mdogo, na sababu ya nne dawa ambazo anatumia. Kwa kuna sababu nyingi ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke akavusha siku au akavusha mwezi mmoja na kupelekea kukosa hedhi. Na sababu ya mwisho inaonekana ni mwanamke kana na ujauzito. Sasa lakini inapotokea umekosa hedhi, huwa kuna mipaka ambayo lazima izingatie. Na kwa maelezo zaidi lazima ufahamu mambo yafuatayo. Wanawake ambao wamebalea hivi karibuni huwa wana changamoto kubwa ya kuweza kuvusha, au kwa sababu hedhi yao haijabalea, yani hedhi yenyewe inakuwa haijabalea au haijakomaa. Kwa maana yeye ana hatari kubwa kuweza kuvusha, au akawa na mzunguko mrefu, au wengine akakosa kabisa mwezi husika na kaingia katikati, au ule mwezi wote ukapita na kaingia mwezi unaofuata. Kuna jambo lazima ulizingatie hilo, wewe upo katika kipindi gani. Lakini msichana aliyokomaa huwa yeye anakuwa na mzunguko wa siku 21 mpaka mzunguko wa siku 42, lakini wastani wa kawaida msichana ambaye amekomaa ni siku 21 mpaka siku 35. Huu ni mzunguko wa kawaida ambao unaweza ukaupata, na kama ulizoea siku 28 ukavusha ule mwezi na ukaingia mwezi mwingine, au siku zikasogea mbele, ni basi ujue ni kawaida. Lakini kama utakuwa katika range ya kawaida. Lakini wasichana walioko katika stress, ndio sababu mmoja wapo ambayo inaweza kupelekea akavusha hedhi au huo mwezi asiweze kupata hedhi. Lakini kwa mwanamke mzima ambaye sasa amekomaa, ambapo tulisema range yake lazima iwe siku 21 mpaka 35, yeye kukosa hedhi mara kwa mara lazima aweze kufuatilia na kuweza kuchukua hatua. Lakini kukosa hedhi miezi 3 mfululizo, wewe pia unahitaji kwenda hospitalini na kuweza kumtafuta mtaalamu yoyote hospitalini, kwa daktari bingwa, au kumtafuta mtaalamu yoyote ambaye anaweza kukusaidia kuhakikisha afya yako inakuwa salama au hedhi yako inakuwa bora wakati wote. Lakini kukosa inahitaji uchunguzi wa kitaalamu, au tunaweza kusema ukikosa hedhi kwa maana yake tayari inakuwa haijarutubishwa. Kwa hiyo mwanamke ambaye unatamani kushika ujauzito na umekuwa ukipitiliza hedhi, au umekuwa ndani ya mwezi mmoja unaruka, au ndani ya mwezi mmoja imekuwa ikichelewa zaidi, imekuwa ikivusha siku, ni vizuri kutafuta msaada ili kuhakikisha afya yako inakuwa salama
kabisa. Moja ya ishara ambayo inakuonyesha kwamba wewe hedhi yako haijatokea ni pale ambapo yai pia inakuwa hajarutubishwa. Lakini yai ikiwepo, basi utapata hedhi, ingawa itakuja kuchelewa au itakuwa ndefu zaidi. Lakini mwili unaponyamaza sana, unahitaji kusikilizwa zaidi. Kwa hiyo unapoona mwili wako umenyamazwa, yani mwili umenyamaza, ujue kuna kitu ambacho huwa kinaendelea ndani yako na kuhitaji msaada moja kwa moja. Haya mambo ya kuzingatia, yani mambo ambayo yatakufanya wewe mwanamke kuweza kuwa salama na afya yako kuwa bora wakati wote. Naomba usisahau kushare, kusubscribe na kulike ili kuonyesha ungwana kama mimi ambao nimeonyesha ungwana wa kuweza kujipongeza mimi siku yangu ya birthday ambayo leo tarehe 28 mwezi wa 12 2025, lakini kuwapa nyinyi maarifa ambayo yatakuwa msaada na kuweza kuhakikisha afya zenu zinakuwa salama wakati wote. Kwa hiyo ungwana wako uweze kusubscribe au uweze kuandikia maoni yako hapo chini kwa kuweza kuniwishi, au kama utakuwa na changamoto basi niandikia hapo chini, na kuwa na uhakika wa madarasa kwamba yanafikia watu wengi zaidi na nimependezwa madarasa haya ambayo yanakuwa na msaada kwa kuweza kuhakikisha afya ya jamii inakuwa salama wakati wote. Asanteni na mpaka wakati mwingine.